ufafanuzi kidogo. Maswali yamekuwa ni mengi sana kwamba kama shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Tanzania wao wenyewe wameidhinisha, kwa maana wanakwenda kuingia mkataba na moja kati ya kampuni ambayo itakuwa inahusika na masuala ya kubashiri katika mechi zote za ligi kuu soka Tanzania bara. Itakuwaje baadaye kama bodi ya ligi ama TFF kupitia kwa wadau wake ambao imewatuma kwa ajili ya kuangazia masuala ya betting, na tunafahamu wachezaji bench la ufundi hawaruhusiwi na masuala ya betting. Nini ambacho kitakuja kutokea kama wewe BK ni mchezaji wa Mwana TP Lindanda afu ukakuta una beti betia timu fulani wakati wewe mwenyewe ndiye ambaye unaingia mkataba huo, maana yake umeridhia. Lakini ufafanuzi ni kwamba TFF hawahusiana na masuala ya betting, wala bodi ya ligi hawahusiana na masuala ya betting. Wao walichokifanya ni kwenda kutafuta mtu ambaye yeye atakuwa moja kwa moja anahusika na hiyo betting, isipokuwa TFF wao watanufaika kwa mkataba utakaoingia. Lakini wanabeti vipi TFF, inawezekana hilo eneo wao wakao hawajui na wahusiki. Kwa maana yake ni kwamba hii tunaenda kufaidika kwa 100%. Mimi naweza nikasema hivyo, na hapa maua mengi sana yaende kwa TFF kwa hichi ambacho wamekifanya. Miongoni mwa vitu ambavyo vitakufurahisha hata wewe Uncle BK, hii kampuni ambayo itakwenda kuingia mkataba na TFF yenyewe ndio itakayokuwa inauza odds, kwa maana makampuni mengine yakihitaji kutoa odds kuhusiana na mechi labda Simba na Azam, mechi zile zenye mvuto labda Azam na Yanga, Simba na Yanga, hizo kampuni zingine za betting zitapaswa kuingia katika mfumo ambao utakuwa open kwa mdhamini ambaye atakuwa anamiliki ligi ya Tanzania kwa ujumla. Sasa maana faida yake ni kwamba kama kutakuwa na viashiria vyovyote vya sintofahamu uwanjani, mfano tunaenda kwa mfano, sio mfano mechi ambayo ilikuja kuzungumzwa sana, mechi baina ya Singida Black Stars dhidi ya Yanga, mechi ya achana na mechi iliyopigwa visiwani Zanzibar. Kama tunakumbuka ile mechi sio kikosi dhaifu, sio imefika rudi, lakini John Nobo mechi ya Yanga dhidi ya Fountain Gate. Lakini juzi hapa tumeshuhudia dakika zikiwa mlima paka hapa na pale wakawa wanasema kwenye mechi kuelekea mechi ya Simba dhidi ya JKT kwamba kama JKT mnataka kushinda mnatakiwa mpige mazoezi ya kucheza dakika 200 uwanjani. Kwa hayo yote msimu ujao yatakuwa chini ya uangalizi wa atakaye kuwa anamiliki odds. Maana yake akiona kuna viashiria vya rushwa katika mchezo, yeye sasa ambaye atakuwa ameingia mkataba, yeye kupitia jopo lake ndio atakuwa anafanyia uchunguzi wa mechi husika. Wakishabaini jambo wanakwenda kwa TFF, bwana kutokana na uchunguzi wetu tumegundua hii mechi ilishachezwa kabla ya kuchezwa. Sasa Momo, mimi swali langu la msingi liko hapa. Kwa namna gani hivi vilabu vinakwenda kunufaika na hii kampuni ya kubashiri ama ya kubeti? Tayari tumeshaona kwamba TFF hausiki moja kwa moja na masuala ya kubeti, zaidi ya kupata udhamini ama fedha kutoka kwa hii taasisi ambayo inaendesha mchezo wa kubashiri ama kubeti. Klabu kama klabu, tuzungumzie kama Azam, Yanga, Simba, Singida na klabu nyingine, zinanufaika vipi na huyu mwekezaji wa masuala ya kubeti katika ligi yetu? Nafikiri bado hawajaweka hadharani, kwa sababu ni ndo taarifa imetoka kwamba msimu unaokuja, yani TFF na jopo na bodi yao kwa ujumla wamekaa wakagundua hii ni lio ambayo inatokana na vitendo vinavyoashiria rushwa. Sisi tutadhibiti vipi? Maana yake inabidi tukabidhi haya masuala ya betting kwa mtu mmoja ambaye yeye atakuwa anatulipa sisi, lakini pia atakuwa anahusika kutusaidia kuichunguza ligi yetu kuepukana na masuala ya betting. Sasa ukisoma ile barua ya TFF inasema watakuwa na mnada wa kutangaza hii tenda, na kampuni ambayo itakuwa iko tayari basi wataingia makubaliano ya moja kwa moja. Sasa klabu itaenda kunufaika vipi? Manake akishapatikana mdhamini wa haya masuala ya betting, manake moja kwa moja vile watakapokubaliana ni kiasi cha shilingi ngapi ambazo zitawekwa,
na katika hicho kiasi mgawanyo wake ndio tutakwenda kufahamu sasa TFF kama shirikisho watanufaika vipi, lakini pia club hasa zile zenye mvuto zitaenda kunufaika vipi, lakini klabu hizi zingine za chini zaidi za madaraja ya kati zitaenda kunufaika vipi. Kwa nafikiri mgawanyo tutaufahamu zaidi pale endapo tutakuwa tumekwisha kujuzwa kwamba ni kampuni ipi ya betting ambayo imeingia mkataba, lakini pia imeingia mkataba kwa shilingi ngapi, na hizo shilingi ngapi zitakwenda katika mgawanyo upi. Lakini kwa taarifa za awali klabu zitanufaika pia licha ya kuwa na uchunguzi mkubwa. Tusubiri tuone nini ambacho kitajiri. Klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeondoka leo kuelekea kule Morocco ama